Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyo. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu umilele wa kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni chochote ambacho anakupatia. Kazi ya Mungu ni chochote ambacho anakupatia. Kwa kuwa chochote Mungu anachokupatia, anakupatia kilicho cha sura yake. Chochote ambacho Mungu anakupatia, anakupatia kilicho cha sura yake yeye. Chochote ambacho Mungu anakupatia, anakupatia kilicho cha kufanana na yeye, ikiwa na maana kilicho cha sura na mfano wake, na kufanya kazi ya Mungu kuwa ni ya milele kama jinsi yeye Mungu alivyo. Kwa kuwa chochote anachokupatia, anakupatia kilicho cha sura yake, kilicho cha umilele wake. Popote ulipo, wewe ndio vile Mungu alichokupatia. Sura ulionayo, umbo ulilonalo, hivyo jinsi ulivyo, ndio vile Mungu alichokupatia. Ndio vile kazi ya Mungu aliyokupatia. Na imeitwa kazi kwa kuwa umetumwa na kuwekwa katikati ya vitu vyote upate kutawala. Na imeitwa utawala kwa kuwa upo katikati ya vyote kutawala kwa hiyo sura ambayo ni ya Mungu, kwa hiyo kazi ambayo umepewa ya sura ya kiungu. Ndio, popote pale ulipo, inaitwa kazi kwa kuwa umetumwa. Unaitwa utawala kwa kuwa unatawala. Narudia, inaitwa kazi kwa kuwa umetumwa. Unaitwa utawala kwa kuwa unatawala vyote vilivyopo kwa kupewa kwako, na vyote vilivyopo kwa kupewa kwako vinakutazama wewe ukiwa mtawala. Na vikukutazama wewe ukiwa mtawala, basi moja kwa moja Mungu ametazamika, kwa kuwa vingine vyote havimjui Mungu aliyekuumba kwa sura na mfano huo, bali vingine vyote vinakujua wewe uliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na kufanya wanapokutazama wao wewe, moja kwa moja wamemtazama Mungu aliyekuumba. Wamemtazama Mungu mwenye aliyekupa hiyo sura na kukutuma hapo ulipo. Bila shaka wewe ndio unajua umetumwa na Mungu. Wengine wote wanapokea hicho ulichotumwa na Mungu. Na ulichotumwa na Mungu ni hiyo sura ulionayo kwa kuumbwa kwako. Ni hiyo familia ulionayo kwa kupatiwa kwako kwa jina lake. Ni wewe pamoja na huyo mke uliye naye. Ni hiyo ukoo ulionao. Ni hiyo biashara ulionayo. Ni hilo taifa ulilonalo. Ni hivyo vyote ulivyo navyo, ndivyo vinatazamwa kuwa vinawahudumia wote ambao unawatawala.
Wote ambao umepewa kuwatawala wanatazama hicho au wanakutazama wewe popote pale ulipo, na hawamtazami Mungu aliye nyuma yako. Narudia, hawamtazami Mungu aliye nyuma yako, kwa kuwa Mungu aliye nyuma yako ndiyo sura hiyo ulionayo popote pale ulipo. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu umilele wa kazi ya Mungu. Nimezungumza kuhusu kazi ya Mungu ni ipi? Kazi ya Mungu ni kile ambacho Mungu anakupatia. Cha kwanza, amekupatia sura yake, nawe umekuwa wa sura na mfano wake, na vyote vinavyoongezeka ni vya sura hiyo hiyo ya Mungu aliyokupatia na kufanya. Imeitwa kazi ya Mungu kwa kuwa umetumwa, na wewe unajua umetumwa, kwa kuwa umeumbwa, na wewe unajua umeumbwa, na hiyo ndiyo ikaonekana ni kazi. Lakini baada ya kujua kwamba wewe umeumbwa, wewe umetumwa, kinachobaki kinaendelea ni utawala. Kinachobaki kinaendelea ni utawala wa vyote ulivyopewa, kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kwenye kabila lako, kwenye taifa lako, kwenye ardhi na anga lake na vyote vilivyopo, kwa kuwekwa kwako pale. Na wewe umekuwa mtawala, na umekuwa mtawala kwa kuwa vyote vilivyopo havitazami kingine kilichokutuma. Vinakutazama wewe uliyetumwa. Vinakutazama wewe uliyetumwa, kwa kuwa wewe uliyetumwa ndiye uliye na sura ya yeye aliyekutuma. Kwa hiyo ukionekana wewe, ni yeye ameonekana. Upo kutawala, kwa wewe kujua tu umeumbwa, wewe kujua tu umetumwa na Mungu, umetokana na sura ya Mungu. Kwa hiyo umekuwa na kazi ya milele. Kazi ya Mungu imekuwa ya milele kwa kuwa kazi ya Mungu aliyokupatia ni sura yake. Na kama ilivyo Mungu ni wa milele, ndivyo ilivyo kazi yake kuwa ni ya milele. Umepewa sura ya umbo na mwili ulionao popote pale ulipo, na kufanya mwili ulionao kwamba umekuwa wa milele kama vile yeye aliyekupatia alivyo wa milele. Ndio maana ulipokuwa katika viuno vya baba yako ulikuwa na mwili kwa jina la kuitwa kwako. Ulipokuwa katika tumbo la mama yako ulikuwa na mwili kwa jina la kuitwa kwako. Ulipozaliwa na wewe kuitwa mtoto kwa jina hilo, umekuwa na mwili siku zote. Umekuwa umezeeka, uko kaburini, lakini bado una mwili kwa jina la kuitwa kwako. Kwa hiyo na kufanya mwili uliopewa
Mwili uliopewa na Mungu kama kazi yake kwa kuumbwa na yeye umekuwa ni mwili wa milele, ni uwepo wako wa milele pasipo mwisho. Ndiyo, haijalishi unaitwa kwa jina lipi, ujalishi nani anakuita nani. Unaitwa aliyekufa, unaitwa aliye hai, unaitwa mke, unaitwa mume, unaitwa baba, unaitwa mtoto. Lakini vyovyote vile, vyovyote vile, bado wewe ni wa milele, kama vile yeye alivyo wa milele, kama vile aliyekupa sura hiyo alivyo milele. Popote ulipo, Mungu anakupa kazi iliyo ya milele, kwa kuwa sifa yake kuu ni moja. Anachokupa amekupa na hakichukui kamwe, kwa kuwa anachokupa ni sura yake yote. Narudia, anachokupa amekupa milele, kwa kuwa anachokupa ni sura yake. Ndio maana hata ulipozaliwa ukaitwa mtoto, utoto wako umekuwa wa milele pasipo kujalisha uko wapi, kwa kuwa hata uwe na mvi vipi, bado wewe ni mtoto kwa baba yako. Hata uende kaburini, bado imeandikwa ni mtoto kwa baba yako. Uwe na wajukuu wangapi, bado ni mtoto kwa baba yako. Lakini pia wewe utakuwa ni mzazi kwa watoto wako. Wewe ni mume kwa mke wako siku zote. Haijalishi utakuwa wapi, lakini bado ni mume kwa mke wako, kwa kuwa popote ulipo, vyote vilivyo vyako vipo. Narudia, popote ulipo kwa kazi ya Mungu, kwa utumwa wako au kwa kuumbwa kwako kwa mfano na sura yake, vyote vipo na kufanya usiweze kupoteza chochote ambacho Mungu amekupatia: watoto, mke, mume, familia, ukoo, mashamba, ardhi, mali, fedha, dhahabu, almasi, biashara, taasisi, afya na vyote kwa kupatiwa na Mungu, visivyoweza kutoshwa, kwa kuwa umepewa milele. Ndiyo, naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu umilele wa kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu imekuwa ya umilele kama jinsi yeye Mungu alivyo milele, kwa kuwa kazi ya Mungu ni kile ambacho Mungu anakupatia, na anachokupatia Mungu ni sura yake. Kwa hiyo majina kwa kuitwa kwako yote hayakutoi katika kazi ya Mungu uliopewa, kwa kuwa anayekuita jina hapo ulipo katika utawala wako wa kutumwa na Mungu, wa kazi ya Mungu, yupo kwa ajili ya kuutumikia kazi hiyo ya Mungu alikutuma. Yupo kukutumikia wewe upate furaha pale ulipo, na anakuita jina hilo kwa furaha ya uwepo wake ili apate kukutumikia. Mume anakuita mke, na yeye kufurahi daima
kuwa mume kwako. Mke anakuita mume na yeye kufurahi kuwa mke kwako. Maskini anakuita tajiri na yeye kufurahi kuwa masikini kwako, kwa kuwa anafurahia utajiri wako. Tajiri kukuita masikini kwa kuwa anafurahi kwa uwepo wake pale akikutumikia na utajiri wake. Mtoto au mwingine anakuita mfu au uliyekufa, kama vile mtoto asivyokuita wewe baba mtoto, kwa kuwa utoto wako kwa mtoto wako umekufa na yeye anakuita baba, lakini anataka akutumikie kwa uhai wa utoto wake. Ndivyo ilivyo kwa vitu vyote, kwa majina ya kukuita kwake. Yanakuita majina hayo ili vyote vipate kufurahi pale vilipo vikikutumia, pale vilipo vikikutumikia wewe. Na hakuna jina lililo baya au bora kwa mwingine, lililo zaidi kwa mwingine kwa kukuita kwake, wala lililo chini ya mwingine kwa kukuita kwake, baya kwa uzuri, lakini yote ni majina ya kila kimoja kikitafuta namna ya kukutumikia. Ndio maana hata viungo vyako vya mwili muda mwingine vinapatiwa majina hata hutaki kuyatamka, lakini ndiyo jina la kiungo katika viungo vingine vyote kumtumikia. Popote pale ulipo, kazi ya Mungu uliopewa ni ya milele. Wewe uliopewa roho ya maombi, mwili wako umejengwa kimaombi. Tambua, maombi uliopewa, kazi ya maombi uliopewa, mwili wa maombi uliopewa ni maombi ya milele. Wewe ni mwombaji milele yote, kwa kuwa ndivyo ulivyo. Wewe uliye wa msamaha, huruma, upendo na vitu vyote kwa majina ya kuitwa kwake, mfungo, ujue wewe upo hivyo milele, kwa kuwa ni kazi ambayo umepewa isiwe na mwisho. Imeitwa kazi kwa wewe kujue kwamba umetumwa, na ukishajua tu umetumwa na upo katikati kwa ajili ya kuwapa maombi sawa na sura yako, msamaha sawa na sura yako, upendo sawa na sura yako, mfungo sawa na sura yako, basi unaitwa utawala, kwa kuwa kila mmoja atakuita kwa jina lake apate kukutumikia. Ndiyo naongea na wewe popote pale ulipo, ujue jinsi Mungu amekupa milele. Akikupa watoto amekupa milele, akikupa fedha amekupa milele, akikupa ardhi amekupa milele, na itatoweka kwako. Leo ijue kazi ya Mungu na umilele wake, umilele wa kazi ya Mungu. Popote pale ulipo, ujue umilele wa kazi ya Mungu. Ndivyo ulipo hapo, anayekuita masikini anakuita sawa na upande alipo, apate kuihudumia nuru ulionayo. Haupo kupingana na majina, haupo kupingana na anayekuita. Kumbuka, umetumwa, umeumbwa hivyo. Unaonekana
Mwingine anakuita ni kichaa sawa na wewe ulivyo kwa maombi. Mwingine atakuita sawa na ulivyo kwa maombi. Mwingine atakuita mpumbavu. Mwingine atakuita mwenye hekima. Jinsi vyovyote vile, kwa nuru inavyowamulikia, wapate kukutumikia, wapate kukupumzisha, wapate kukustarehesha kwenye kazi ya Mungu uliotumwa, kwenye maombi uliotumwa, kwenye sura ya msamaha uliotumwa, kwenye biashara hiyo unayoifanya, kwenye kazi hiyo unayoifanya. Kwa hiyo leo hii weka mpangilio wa kazi unayoifanya, kwa kuwa kazi unayoifanya sasa si kazi, kwa kuwa ulitakika tu kujua kwamba umetumwa au umeumbwa. Na ukijua kuwa umetumwa au umeumbwa, hiyo kazi inakuwa si kazi bali utawala. Narudia, ukijua tu umeumbwa au umeumbwa kwa sura ya Mungu au umetumwa au wewe ndiye ile sura ya Mungu, hiyo inabadilika, inakuwa sio kazi na inakuwa utawala. Na ikishakuwa utawala, vyote vilivyopo vinaanza kukutumikia, kwa kuwa umejua maombi yako yapo kwa ajili ya vitu vingine, si kuwafanya wengine waombe, bali wewe unaomba ili kuwapatia maombi wengine. Wewe unasamehe ili kuwapa sura wengine ya msamaha huu kwenye chochote wanachokifanya na kufanya. Vyote vilivyopo kuwa na starehe au pumzisho au raha katika uwepo wa kuketi kwake. Wewe ni nuru uliyetumwa na Mungu. Wewe ni nuru ilo sura ya Mungu. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Wewe sasa ni mtawala. Pokea pumziko hili na sasa hivi na kutamkia kwa pumzisho hili la Mungu, kwa kukuumba kwake, na alipomaliza kukuumba haikuwa tena kazi kwako, ilibaki ni kutawala, ilibaki ni kutawala. Basi katawale katika biashara hiyo, biashara yako hiyo na itawale sasa, isikose wateja. Biashara yako hiyo isipungukiwe na chochote, isizidiwe na chochote. Familia yako hiyo isizidiwe na chochote, isipungukiwe na chochote. Mwili wako huu usizidiwe na chochote kwa kila kiungo, wala usipungukiwe na chochote, popote pale ulipo, kwa jina lako na vyote ulivyo navyo, na kutamkia hautapungukiwa na chochote katika utawala wako, hautazidiwa na chochote popote pale ulipo. Na kuanzia leo unapokea pumzisho au starehe ya kila unachokifanya. Hautaomba na ukakosa, hautasamehe na ukakosa, hautapenda na ukakosa, hautafanya biashara na ukakosa. Vyovyote kwa kufanya kwako Mungu anavipumzisha sasa. Pokea pumzisho hili na furaha ya raha ya kujua umilele wa kazi ya Mungu, kazi ya Mungu na umilele wake iwe pamoja nawe, pasipo kupungukiwa na chochote popote pale ulipo, wala kuzidiwa na chochote. Pokea na iwe kwako.